naomba kwaya wakiendelea kuimba tutoe ile CCT. Karibu kwa ajili ya kutoa CCT kupitia kitunga kilichoko mbele yetu. Wazee wa kanisa naomba uongoze watu kuleta sadaka CCT. Karibu kwa ajili ya sadaka CCT.
kuliadhimisha na kulitukuza jina lako. Asante kwa neema kubwa uliotupa ya kufikia mwaka 2026, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, lakini ni kwa upendo na huruma yako nyingi juu yetu. Tunakusihi Bwana, useme nasi katika ibada hii. Tumia kinywa changu mtumwa wako nisiyestahili. Nipe neema ya kuninena neno lako kwa ujasiri, ili sifa na utukufu ziwe za kwako, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. 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 Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya. Amen. Amen. Naomba ukae nikupeleke kwenye ujumbe wa neno la Mungu, na natamani nianze kwa kusoma ujumbe huu kutoka kitabu cha Kutoka sura ile ya 33. Kitabu cha Kutoka sura ya 33. Neno kuu ni lile ambalo tunalipata mstari wa 15. Nasema, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kupata picha nzuri na uelewa wa kutosha, neno lile linaanza ule mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni, tokeni hapa, wewe na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mhivi na Myebusi, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Watu waliposikia habari hizo mbaya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Mstari ule wa 12. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani atakayemtuma pamoja nami, walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukumbuke ya kuwa taifa hili ndio wana wako, watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna somo zuri na gumu kidogo. Wana wa Israeli walifika mlima Sinai, na wakati wakiwa katika mlima Sinai, Mungu akamchukua Musa ili ampe amri. Baada ya Mungu kumpeleka apokee amri, azilete kwa wana wa Israeli,
huku chini akakuta wana wa Israeli wametengeneza ndama, wanaanza kuabudu ndama, na yeye Mungu akakasirika, akasema shuka sasa uone. Ile sura ile inayofuata anasema shuka sasa ukaone watu wako namna walivyojichafua. Akaambia nenda kawaone. Mungu akakasirika kuliko kawaida, akasema Musa, imetosha, niruhusu watu hawa mimi niwamalize, nikuache wewe nikufanye kuwa taifa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huruma ya Mungu, kwa rehema za Mungu, Musa alisimama kama Yesu, akamwambia Bwana, kumbuka hawa ni watu wako, huko tunapokwenda isije ikafika watu wakasema aliwaleta jangwani ili awaangamize. Mungu akamheshimu Musa, akakumbuka agano alilolifanya na wana wa Israeli. Sasa imefika mahali Mungu hasira yake imepungua, lakini anamwambia Musa, haya nenda wewe na watu wako. Unajua Mungu amewakataa, anamwambia nenda sasa. Unasikia ile lugha anayotumia, anasema haya ondokeni, yaani yuko na hasira, anasema tokeni, ni kama na wafukuza watoke mbele ya uso wake waende, halafu yeye atawapa malaika na atasaidia yuko njiani. Musa akasema mzee, mimi hapa siondoki, bila wewe mimi siondoki. Nikienda, Musa alijua amemtumikia Mungu miaka 40 pamoja, wako jangwani. Musa akajua hawa watu mimi nikienda na malaika sifiki. Akasema mzee, biashara ya kwenda na malaika mimi siendi, naenda na wewe, na kama wewe huendi mahali hapa mimi sitoki. Mwaka 2026 sio kwenda bila Mungu, lazima twende na Mungu. Ukitaka mafanikio, tamani uende na Mungu. Ukienda peke yako hautafika. Mwaka unaokuja mbele kuna vitu vingi na kuna matukio magumu. Yeye Musa akasema najua hiyo njia, naijua na hawa watu nawafahamu, siendi bila wewe. Ningetamani Wakristo mngefahamu faida ya kwenda na Mungu, ya kwamba ukienda na Mungu ubabaishi, ya kwamba ukienda na Mungu ukatishi tamaa, ya kwamba ukienda na Mungu hakuna atakaye kusimamisha, hakuna atakaye kukabia. Tamani uende na Mungu. Mwaka 2026 ni mwaka mpya wa kwenda na Mungu, ni mwaka mpya wa kuamka na kuomba kwa nguvu ili tumtafute Mungu aliye hai, ni mwaka wa kutafuta uso wa Bwana. Musa akamwambia, uso wako usipokwenda kwa nami mahali hapa usituondoe. Watu wa Mungu, ni wakati tunamtaka Yesu. Nataka niwaambie watu wa Mungu, tumefika nyakati ngumu sana, na huko tunapokwenda ni kugumu kuliko unavyofikiri, kwa sababu Yesu amekaribia kurudi, na anaporudi anahitaji watu wao wamejiandaa. Musa akajua ya kwamba migogoro tuliyopata njiani, kama sio wewe uliyekuwa pamoja nasi, anasema Mungu Israeli na aseme leo, lakini Mungu akiwa pamoja naye uwe na hakika, hakuna cha mganga, hakuna cha mchawi, hakuna cha mshirikina, hakuna cha yeyote atakayesimama mbele yako. Mungu atakutangulia. Ningetamani Wakristo tuelewe, iko faida ya kwenda na Mungu. Ukienda na Mungu una hakika ya kufika unapokwenda, maana unajua njia. Musa akamwambia Bwana, na kuomba mambo matatu. Jambo la kwanza, unijulishe njia zako. Jambo la pili akasema, naomba kama nipata neema, basi hiyo neema unipe iwe ya kwangu. Lakini kisha kunipa neema, akasema naomba niuone utukufu wako. Tamani kuona utukufu wa Bwana mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Shida ya Wakristo wengi, wameridhika na kuitwa Wakristo, wameridhika na kuitwa wa KKT, wa Anglikana, wa Pentekosti. Sikiliza nikwambie, kule mbinguni Mungu anataka watu waliotubu na kuacha dhambi.
ni mtu wa Mungu, usisali kwa hasara. Sali ukiwa na Mungu moyoni. Mwenye Mungu moyoni ana hakika anakokwenda na lazima afike. Haijalishi shetani ataweka vipingamizi namna gani, lakini Mungu aliyekuwa mbele yako atapigana kabla yako. Wewe usumbuki, yeye ndiye anapigana. Halafu akikupigania wewe unabaki unapeta, kwa sababu mbele yako yuko Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Acha kwenda na dini. Acha kwenda na dini. Watu wengi wamebaki na dini. Dini haipeleki mtu mbinguni. Nenda na Yesu. Nenda na Yesu moyoni. Nenda na Yesu, una hakika ya kufika. Utafika salama. Binti zangu, nenda na Yesu. Acha kucheza na dunia hii, kwa sababu dunia hii haina maana. Bila Yesu haina maana. Bila Yesu haikufikishi popote. Nenda na Yesu, utakuwa na hakika ya kufika, na wala hakuna atakayekubabaisha. Musa akasema, mzee, biashara ya kunipeleka peke yangu mimi siondoki hapa. Weka kituo, ni mwaka mpya. Mwaka mpya sio wa kwenda peke yako, ni wa kwenda na Bwana aliye hai, ni wa kwenda na Mungu anayeponya, ni wa kwenda na Mungu anayeokoa, ni wa kwenda na Mungu anayetengeneza njia, ni wa kwenda na Mungu ambaye una hakika yuko moyoni mwako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa akamwambia Mungu, asema, Bwana, mimi natamani niende, lakini siwezi kuondoka hapa bila wewe. Unajua kilichomsumbua ni nini? Musa alijua ugumu wa mioyo ya watu. Alijua na namna waliokuwa wanageuka. Na sikia nikwambie, usije ukajenga urafiki na mtu, jenga urafiki na Mungu. Kwa sababu mtu anaweza kukuacha peke yako, akakutupa pembeni, lakini ukijenga urafiki na Mungu, wewe una hakika utafika unakokwenda, na Mungu atakutangulia. Na akikutangulia, hakuna cha nani wala nani, yeye atakuwa ndiye macho yako, yeye atakuwa ni mboni ya jicho lako. Mguu wako hautajikwaa kwenye dhambi, utapita paliponyooka, kwa sababu Mungu atakutangulia mbele yako. Jina la Bwana libarikiwe. Tamani mwaka 2026 uwe ni mwaka wa kwenda na Bwana. Acha kwenda peke yako. Sikiliza niwaambie watu wa Mungu, watu wengi wameridhika na kuitwa Kristo, wameridhika na mabatizo, wameridhika sijui na vitu gani. Lakini sikiliza nikwambie, Mungu akitazama moyo wako anaona nini? Je, anaona mcha Mungu au anaona kibaka aliyeko kanisani? Amen. Sio hapa. Lakini nataka nikwambie, mimi nikiwa askofu nimebaini kuna mazee ya kanisa mengine ni masumbufu hujawahi kuona. Ukiniona kila siku niko kanisani halitoki kwenye kitunga, uwe na hakika lina matatizo. Mimi nimewakamata baadhi ya mazee ya kanisa yako kanisani, lakini akiona msibazi kwenye nini anachomoa. Kama una Mungu huwezi kuchomoa. Jina la Bwana libarikiwe. Huwezi kuchomoa kwa sababu Mungu atakushurutisha. Acha kujipendekeza, acha kujiita mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa ni yule aliyeokoka na kuacha dhambi. Mzee wa kanisa ni yule anayeongoza wengine kwenda mbele, sio kuwarudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi kanisa halieleweki bila Yesu. Baba Askofu, bila Yesu kanisa halieleweki. Yaani sisi tukashangaa, ni mchungaji, ni mwinjilisti, hata baadhi ya maaskofu tumo. Yaani mnashangaa ni askofu lakini haieleweki. Kwa Yesu ukienda naye utaeleweka. Mungu anataka watu wanaoeleweka, hataki watu wanaokwenda peke yao, anataka waende na yeye. Ukienda na Yesu atakupigania, ukienda na Yesu atakushindia, ukienda na Yesu atakushika mkono. Hakuna kitakachosimama. Hata unashangaa. Unajua nimeshangaa baadhi ya makanisa nikienda, hata kule kwangu nilikuwa nikienda, nashangaa, yaani Mkristo ana mapepo. Alafu najiuliza maswali. Huyu amebatizwa na mapepo. Yaani unashangaa ana mapepo Mkristo. Hivi mnaelewa? Mimi sielewi. Kwa nini? Huyu ni Mkristo wa jina, hana anachojua
Yesu. Iwe kazini, nenda na Yesu. Nimekutana na watu kadhaa. Baba mmoja nilikutana naye akaniambia, mzee, mimi nina matatizo kwenye ofisi yangu. Akasema nina matatizo, yaani kuna bosi wangu ananisumbua. Sikiliza, ukiwa na Yesu, huyo bosi itafika mahali atapigwa chini, wewe utapanda juu. Jina Bwana Yesu asifiwe. Hakuna bosi mbele ya mtu aliye na Yesu. Yeye ndiyo bosi. Halo, halo, mwambie jirani yako, acha mshamba. Haleluya. Unakuaje kanisani bila Yesu? Mwambie acha ushamba. Yaani unakuaje kanisani bila Yesu? Sikiliza nikwambie, yule baba akaniambia, akasema, baba, naomba uje uombe ofisini kwangu. Nikaingia ofisini nikaomba naye yule baba. Baada ya miezi mitatu Mungu akapindua kiti. Yule aliyekuwa juu akashushwa chini, na yeye ndiye akapandishwa. Haleluya. Yesu mtamu. Mwambie jirani yako, Yesu mtamu. Ukienda naye atatengeneza ndoa. Ukienda naye atamtengeneza huyo baba. Huyo baba ambaye anajifanya ngangari, kwa Yesu ni kiboko. Akifika kwa Yesu, wewe mpeleke kwa Yesu. Acha kumpeleka kwa waganga. Yuko Yesu. Ndio maana Musa akasema, Bwana, hapa mimi siondoki na watu hawa, na wajua siendi mpaka uende na mimi, na usipoenda na mimi hapa siondoi mguu. Ningetamani mwaka huu, haijalishi siasa imeharibika, haijalishi nchi imeenda wapi, lakini wewe nenda na Yesu, utasimama imara na hakuna atakayekuumisha. Kama ni Mungu aliye hai aliyesimama na Musa, simama na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule baba kiti kikapinduka. Unajua akasemaje? Akasema, baba askofu, safari ukija muishi hapa Muhimbili. Akasema, wewe ukuja kutibiwa, ulikuja kwa ajili yangu. Nikasema, hamna shida, ninajua Mungu ana makusudi hata wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Yule baba akanikaribisha nyumbani. Yaani wewe umeenda kwa daktari bingwa, anakukaribisha nyumbani kwake. Hivi wewe jiulize maswali. Wangapi mlishakaribishwa kwa daktari bingwa nyumbani? Kwa sababu gani? Yeye anaangalia kile ulicho nacho. Yesu akiwa ndani yako, wewe sio wa kawaida. Wewe ni mtu tofauti. Una kitu cha ziada, na ukifika mahali lazima watu wasujudu, kwa sababu yuko mfalme wa wafalme ndani yako. Akipita anapita. Yule baba akanikaribisha nyumbani. Tukaenda nyumbani, tukala kaugali pamoja. Tumemaliza kula ugali, halafu nikasema tuombe. Nikasikia Roho Mtakatifu akaniambia mshike mikono. Tukashikana mikono na ile familia. Sikiliza nikwambie, unajua badala ya kukaribisha rafiki nyumbani, karibisha Yesu. Mwaka 2026 Yesu awe mgeni wako. Uende naye kuanzia sasa. Halafu uone kitakachoendelea. Hakuna mbabe wala hakuna nani mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Yule baba tumemaliza kula, tumeshikana mikono tunaomba. Sasa mimi sikujua chochote, wala hawakuniambia chochote, lakini nguvu ya Mungu ikapita kwenye ile mikono. Mimi sielewi, ghafla nasikia mke wake anapiga kelele, asante Yesu nimepona, asante Yesu nimepona. Afu mimi najiuliza nini? Nikamwambia mama, vipi? Akasema nimepona. Kumbe Yesu angeishia Muhimbili, uponyaji nyumbani usingekuja. Mkaribishe Yesu nyumbani. Mkaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama akapiga kelele akasema, nimekuwa na mateso miaka mingi, nimeomba sana. Yule mama ni TAG na mume wake ni KKT, lakini yule mama hajawahi kupokea. Ameomba na kufunga, muujiza wake ulikuwa umefungwa mahali fulani. Mungu akasema pitia kwa mume. Sikiliza nikwambie, unapoomba usifikiri Mungu hakusikii. Mungu anasikia, ameshasikia, anatafuta connection. Na ile connection yamkini ni leo ukutane na Bwana Yesu, ili usiende peke yako, akutengeneze na kukuumba upya. Halafu ukiondoka uwe mwanaume na mama wa
heshima, maana huwezi kuwa wewe. Anasema yeye atakuja kufanya makao ndani yako. Sikiliza nikwambie, Wakristo tumeshangaa na kuzubaa sana, kwa sababu kama Yesu uko ndani yetu, sisi tunapaswa tugeuze dunia, sisi tunapaswa tupindue dunia, dunia itetemeke ikituona, kwa sababu kitu ambacho dunia haina. Jina la Bwana libarikiwe. Hicho ndicho Musa alichogundua. Sasa yule mama akasema maneno haya, ushuhuda wake. Akasema, baba askofu, kwa miaka mingi nimeomba. Anasema kila mwisho wa mwezi nikiingia kwenye siku zangu nilikuwa tumbo linauma, sijawahi kuona. Leo baada ya maombi nimesikia nguvu ya Roho Mtakatifu imepita, halafu nimepona na ni mzima mpaka leo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa alijua haendi na visaidizi, anaenda na mzee mwenyewe. Akasema visaidizi sitaki, acha kunisumbua na visaidizi, nenda na yeye mwenyewe ili ufike salama, na utakapofika utakuwa na hakika umefika, maana njiani ataondoa Wayebusi, njiani ataondoa wapingamizi. Hao watu Wayebusi na Wahivi Mungu atawapangua, hakuna atakayesimama mbele yako. Alimwambia Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa 5, anasema hakuna mtu atakayesimama mbele yako. Sikiliza watu wa Mungu, tunashangaa unakuwaje Mkristo halafu unakuwaje huwezi hata kutembea pepo. Kapepo kakitokea, jamani mkamwite mchungaji. Wewe Mkristo gani wewe? Acha ushamba. Yaani wewe ni Mkristo gani? Umebatizwa, umeweka, halafu kakitokea piga, kwa sababu wewe una kitu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama akasema nimepona. Sasa Mungu huwa anatoa double portion, huwa anatoa miujiza mfululizo. Wakati mwingine anaweza kukupa miujiza miwili kulingana na imani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na imani yako Mungu anaweza kukupa miujiza miwili. Nimemwona Mungu. Sikiliza, ukitembea na Mungu hakuna mamlaka nyingine duniani itakayokusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi baba askofu, usifikiri waumini wote ulionao wote wanakuombea mema. Kuna wengine wanatamani ufe. Wako hapa nasema yule. Sikiliza, umepoteza muda, kwa sababu Mungu aliyemleta huwezi kumuondoa wewe. Atamsimamisha mpaka dakika ya mwisho. Watu wamesunguka, wamekazana. Sikiliza nikwambie, walienda watu mpaka Burundi, wakaenda kwa mganga. Yule mganga walipoenda, alikuwa yule mganga akawaambia, akaweka libeseni hapo. Halafu wakaanza sasa, akanuiza vitu vyake, akaita jina la Ndenza, akaita tena. Kila akiita jina la Ndenza anaona linatokea la mmoja wa wale walioenda kwake. Akasema hapa kingine, sikiliza, haiwezi kusomeka jina lako, jina lako lisomeke mbinguni. Musa akamwambia, Mungu anasema umesema wewe unanijua jina langu. Sikiliza, Musa alijisifia jina lake lilikuwa linajulikana wapi? Mbinguni. Jina lako likijulikana mbinguni, hakuna bosi, hakuna mchawi, hakuna mshirikina. Sasa wakati wakaita mara ya pili, akatokea mwingine tena, na mganga akamwambia kitokeza kichoma. Sasa sikiliza nikwambie, unachomaje sura yako? Haleluya. Heshima sana, tuna kitu kikubwa sana ambacho hatujaelewa. Musa akagundua, akasema, mzee, biashara ya kwenda na hawa awazamishe. Sasa mganga akakaza, akasema ngoja tufanye mara ya mwisho. Akafanya mganga vya kwake, akazungusha, akafanya nje, alafu anaita jina Askofu Ndenza. Kilichotokea, ikatokea sura yake mganga mwenyewe, akasema ondokeni, tokeni hapa, huyo mtu hawezekani. Sikiliza, ukiwa na Yesu hakuna mamlaka, hakuna mchawi, hakuna mshirikina,
muda wote. Kijana, usiende bila Yesu. Vijana wengi wameteseka. Nikakutana na kijana mmoja mzuri sana kule Dar es Salaam. Nilikuwa na kwenye kanisa moja. Yule kijana ameteseka na kitu wanaita mpunyeto. Kujikagua. Vijana unapowaona hapa, yani walishaishiwa. Yule kijana ananiambia, baba askofu, mimi nina miaka 10 ninajikamua. Anasema nimefika mahali siwezi kusimama hata dakika 20. Ameisha. Yuko kanisani lakini hana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nabii Yesu apite kwako leo. Akuondoe hapa ukiwa kiumbe kipya. Uende ukiwa na amani na furaha. Ili usisali kwa hasara, usali kwa faida. Lakini pia mwaka 2026 uwe mwaka wa baraka na mafanikio kwako. Ili yale yaliyoyazuia shetani sasa yapite. Halafu na yeye baki anashangaa. Ili ushuhudie matendo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikakutana na hata juzi. Ilikuwa Geita. Halafu nikatoka Geita, kule Geita nilihudumu kwenye makanisa moja. Nikashangaa. Unajua kuna watu wao kanisani lakini wameolewa na majini. Wamama wale wamefungwa na majini, sijawahi kuona. Huyu mmoja nilipowaita tu kuja mbele, hata sijamgusa, alishaanguka chini, yale yameporomoka. Na mimi sikiliza nikwambie, sipotezaki muda kuomba muda mrefu. Kwa sababu gani? Sio mimi, ni yeye. Huwa naamuru tu pepo toka. Nikiliambia toka, nakumbuka mahali fulani nilienda, sijaanza ibada, nikajua wewe umeshindwa, nataka uvuruge ibada yangu. Ibada yangu haivuruge. Nikaambia nikimaliza hii ibada nikutu umeondoka. Sikiliza nikwambie, baada ya ibada ninampima yule mama, alishapona. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda bila Yesu, mambo ni mengi magumu yanayokukuta. Yule mama ameteseka. Ilikuwa mwezi wa 7 nikiwa Dodoma. Mama mmoja ameteseka na majini. Wakaniambia yuko mama, leo hakuja kanisani, lakini yuko kazini leo. Wakaniambia yule mama ana ndoa ya majini. Nikamwambia sikiliza, mwambie aje, Yesu anamfungua dakika hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikatokea siku naondoka, yeye ndiye akafika. Lakini nikaagiza watu, najua nina mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Nikaagiza askofu mmoja, nikamwambia baba askofu, kuna mgeni wangu, mpokee, mpige maombi sawa sawa, halafu taniambie. Yule mama amefunguliwa, ananipigia simu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa akasema, hapa siondoki bila wewe. Tamaa uondoke na Yesu. Migogoro yake itaisha. Ataondoa hizo wasiwasi. Unajua walio na Yesu hawana hofu. Ukiona mtu anaogopa kufa, ujue Yesu hana. Kufa unaenda kwa baba. Sasa unaogopa kwenda kwa baba. Hivi fikiria. Yaani huwa anawaambiaje, nasema ukiona mtu anaogopa kufa, ujue hana Yesu. Kwa sababu gani? Kama mtu unarudi nyumbani kwenu, una hofu. Unaporudi leo ukitoka hapa, kuna mtu ana wasiwasi kurudi nyumbani. Ila kama umekorofisha nyumbani, unarudije? Huwezi kurudi mahali ulipokorofisha. Sikiliza, ukikorofisha nyumbani, tengeneza ili uwe na hakika unaporudi unapokelewa kwa moyo wa furaha. Mbinguni ndiko mahali Mungu ametuandalia, na ametuandalia wote ili wanaotaka kwenda, cha kwanza ni kutengeneza hapa duniani. Acha fitina. Mwaka 2027 uwe mwaka wa amani, uwe mwaka wa maombi, uwe mwaka wa kupendana na kushikamana, uwe mwaka wa kumtafuta Mungu aliye hai, ili uwe na hakika na unapokwenda. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, Yesu amekaribia kurudi unavyo ambavyo hufikiri. Niwape kipande kidogo. Kwa nini tunamhitaji Mungu kuliko tulivyowahi kumhitaji huko nyuma? Taarifa ni hii. Sasa hivi tunaishi nyakati za mwisho, na vitu vile, dalili zile kuu za mwisho
zimekwisha kutimia. Moja ni Israeli kuzingirwa kwa vita. Kisoma Zakaria 12 kwa muda wako utaenda kusoma, utaona Israeli imezingirwa kwa vita. Na nataka nikwambie hii vita hata ikitulia kidogo haitaisha, kwa sababu inaandaa vita kuu ya mwisho. Na dalili kubwa muhimu ni hizi. Jambo la kwanza, mto Frati. Ufunuo sura ya 16. Nikupeleke kidogo kwamba hatuhitaji kwenda bila Mungu, tunahitaji kwenda nani? Ufunuo. Naomba baba msaidizi wa askofu nisomee Ufunuo sura ya 16 mstari wa 12. Nikuonyeshe kitu kinachoendelea na watu hawajui, na dunia imenyamaza, watu hawaelewi wapi tumefika. 16:12. 16:12 maneno ya Bwana yanasema, na huyo wa sita, malaika wa sita, akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Maji yake yakakauka. Maji yake yakakauka. Ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya nini? Wafanye nini? Ili wafanye nini? Watokao mawio ya jua, maana yake mashariki. Si sawa? Ndio. Ukiangalia Israeli mahali ilipo na ukaangalia mashariki ya Israeli, maana kunasema habari ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wakafanya nini? Pale mbele endeleza bwana. Waone mstari wa watu wengi hawa 13. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha lile joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaione aibu yake. Wakawakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania heri Megedoni. Alimagedoni. Bwana Yesu asifiwe. Anasema malaika wa sita akapiga kitasa, na kile kitasa kikaenda kuupiga ule mto mkubwa wa Frati. Ule mto Frati ukakauka. Nataka nikwambie ndugu yangu, nenda baada ya hapa ukatafute kwenye mtandao, ukabonyeze, ukatafute mto Frati kukauka. Ule mto umekauka kuanzia mwaka 2022 mpaka tunapofika hauna maji. Nini? Ili yatoke yale mapepo yaliyofungwa yaende yakawashawishi wafalme wa mataifa yatokayo mashariki, ili hao wafalme waende kupigana na vita, pigana na Israeli. Na unasikia anachosema, anasema waende mpaka mahali paitwapo Halimagedoni, manake kwenye bonde la Megido. Hapo wakapigana vita. Sasa majeshi yanayosema pale yanasoma sura ile ya 9. Sura ya 9. Anasema yakakwenda majeshi, sura ya 9 mstari ule wa 12, naye ni malaika wa sita. Na ukienda ukagugo ule mto umekauka. Sasa hivi mto mkubwa sana, upana wake ni kilomita 1.5. Urefu wake ni zaidi, unatoka kwenye nchi unapita kwenye nchi karibu 3-4. Unaanza Turuki, unaenda mpaka Syria, mpaka Iran, unaenda mpaka mpakani wa Israeli. Umekauka ule mti, ili yatoke mapepo yenye mfano wa vyura, ili yakawashawishi mataifa. Mwaka juzi Putin akiongozwa na wale wenzake
wameshaanza mazoezi ya vita kuu ya mwisho Afrika Kusini. Mwezi wa 5 walianza vita Afrika Kusini, wanajipanga. Majeshi mangapi anasema pale? Yako majeshi 10,000 mara 20,000 mara 10,000, maana majeshi milioni 200 watapita kwenye ile njia iliyotengenezwa. Ili ile njia inayotengenezwa, mafalme watapita kwenda kupigana na Israeli, na huo muda umekaribia sana. Kwa sababu gani? Yesu anakaribia kurudi. Kitu kinachoendelea sasa hivi duniani, angalia mafuriko. Juzi tulikuwa tunasoma mafuriko kule Amerika, California. Angalia dunia ilivyopitwa na mafuriko ambayo hayajawahi kutokea. Mama mmoja California anasema haijawahi kutokea kitu kama hiki. Na mwaka jana watu kule kwa Trump, kwenye mji wake Trump panaitwa Florida. Kule Florida watu, wakati kimbunga kile kilipopiga Florida, kilichotokea waliona kitu kama mnyama kinaruka, mfano wa mnyama, lakini kinaruka angani, kilikuwa kinapiga kelele kama zile kelele zinazosikika kwenye mto fulani, na ile kelele imesikika karibu dunia nzima. Baadhi ya watu wameisikia ile kelele. Maana yake ni kwamba yale mapepo yakifunguliwa, Biblia inasema sura ile ya 9, yataenda kuua 1/3 ya wanadamu ulimwenguni. Maana yake ni kwamba haya magonjwa yanayotokea ni mkakati wa kuzimu, ili kuhakikisha watu wengi wanakufa na wanaangamia bila kuwa na Yesu. Ndio maana mimi nimewaambia hii roho ya Gen Z usiishabikie, ni roho ya kuzimu, kwa sababu shetani anakusudia awaue vijana wetu wengi kabla hawajaokoka, ili waende jehanamu, kwa sababu siku zimeisha na Yesu amekaribia kurudi. Fanya maisha yako kuwa mazuri kwa kutembea na Yesu. Mruhusu Yesu ashughulike kwenye maisha yako. Mruhusu Yesu aingie kwenye ofisi yako. Mruhusu Yesu aingie kwenye mji wako. Mruhusu Yesu atengeneze maisha, kwa sababu mwisho wa mambo yote umekaribia. Musa aligundua ugumu utakaopata. Akasema, mimi siendi na malaika wala siendi na mchungaji, ninaenda na wewe mwenyewe. Hapa siondoki mpaka uende nami. Vijana waimbaji, ni wasii msiimbe kufurahisha watu. Imba katika roho, kwa sababu siku Yesu atarudi hatasikia sauti yako. Ni watu wasimulia habari ya kule. Tokea kanisa moja la hapa Kalenge, wakaenda kuhubiri injili kwaya kule kupita maeneo ya Mvugwe kule. Walipoenda kuhubiri, wako wanaimba, ghafla mwimbaji wa mmoja wapo akaugua, halafu akafa. Alipokufa wakachanganyikiwa. Baada ya muda wameshaandaa magari tayari wachukue mwili. Yule mdada akaamka akawaambia, nilikuwa nimepeleka mbinguni. Akasema, kule mbinguni nimeshangaa mlipokuwa mnaimba ya sauti yenu. Akasema, nilisikia sauti ya waimbaji wangapi? 3. Sasa wewe vipi? Baya nzima waimbaji wangapi? Alafu wewe unaimba unafikiri mbinguni wanakusikia? Mbinguni hawasikii kichaa. Mbinguni hawasikii kwenda wazimu. Maana unawezaje kuwa mwanakwa na Yesu hauna, alafu bado tukwambie kwa upole tu na kutengeneza? Haina faida ya kuimba, kwa sababu Mungu anataka wanaoimba wawe wa hakika ya uzima wa milele. Usiimbe kwa hasara, usifanane na ile lizee. Unajua ni ajabu sana, ile lizee niliyowasimulia tuliyolikamata limeiba sadaka, ile lizee likakataa, likasema haki ya Mungu mimi sitachukua. Watu wakaamua kusachi. Fikiria mwanaume, una ndoa yako nyumbani, una mke na watoto, alafu unasachiwa kanisani. Si bora ukasachiwe polisi? Lakini wewe unasachiwa kanisani. Umeingiaje? Kama Mungu pamoja nawe mwaka huu. Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tamani Mungu aende na wewe. Mungu akienda na wewe, dunia itakupenda na watu watakupenda. Mzee wetu anayefanya kazi nzuri, Mungu atakubariki. Hiyo kazi
uiondoki mpaka uimalize. Mungu atakupa neema, kwa sababu wenye Mungu huwa hawalazimishwi. Wenye Mungu hawalazimishwi, wanasukumwa na ile nguvu iliyoko ndani. Ile nguvu iliyoko ndani inawasukuma. Yaani utashangaa, wala hawajilazimishi, wanaenda kwa uraini kabisa, kwa sababu Mungu akiwa ndani yako, uwe na hakika una ushindi mbele yako. Tamani mwaka 2026 uwe mwaka wa ushindi, sio mwaka wa kushindwa. Sisi ni washindi na zaidi ya kushindwa. Mungu akusaidie, Mungu akutetee, Mungu akupiganie, Mungu akupe neema. Usiende peke yako, nenda na Yesu. Ukienda na Yesu una hakika ya kufika mbinguni. Mungu akubariki sana. Nataka niombe na wewe. Najua kuna watu ambao Mungu amewakusudia leo, na inawezekana ni wewe. Baba Askofu, nisamehe. Mimi nina ugonjwa wa kutaka watu waende mbinguni. Wasipoenda mimi sina amani. Natamani niombe na wewe ambaye unasema mwaka 2026 mimi sibaki hapo, naenda na nani? Na Yesu. Sogea mbele. Nimemaliza hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata shida wa Kristo huwa wanafikiri kuna mtu ambaye anatakiwa tu, kumbe Mungu anasema na wewe. Utaona anamwangalia mwenzake, usimwangalie mwenzako. Mungu anasema na wewe, na anakupenda, anataka kusaidia, na ili akusaidie ni lazima umkubali ili wewe. Amen. Asante. Karibu mama. Wa mama, Bwana, mbinguni ni haraka. Mungu atawapeleka mbinguni haraka wa mama. Nataka kwenda na Yesu. Nataka kwenda na Yesu. Wewe ambaye unataka kwenda na Yesu, haya, endelea kubaki, kwa sababu Mungu amekupa fursa na yuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Musa akasema, uso wako usipokwenda pamoja nao, mimi hapa siondoki. Amen. Usiogope hapa, hakuna vita hapa. Ni mahali pa amani. Sogea. Hapo mbele, sogea kidogo. Sogea kidogo. Mkono wako kwa Bwana. Usiogope kabisa. Iachie kwa Mungu. Mungu anakupenda. Mungu anatamani na yeye. Na safari hii ni safari nzuri sana, kwa sababu natembea kutangulia. Atakufunika na kukulinda, atakuonyesha utukufu wake. Anasema katika Zaburi ya 91 mstari wa 14, anasema kwa kuwa amekaza kunipenda na kunijua na nitamuokoa na kumweka mahali. Ataniita taabu nami nitamtibu, kwa kuwa amenijua jina langu. Mungu anatamani umjue sana, ili amani ifike moyoni. Sema maneno haya. Mungu Baba, ninakushukuru sana kwa mwaka huu na mwaka uliopita. Umenisaidia, nimefika leo, sio kwa akili yangu, sio wala kwa wewe, lakini kwa kusudi lako. Naomba unisaidie. Niko tayari sasa kutembea na wewe. Naomba unisamehe, nisamehe kabisa kila kitu nilichokifanya, nilichokiwaza, ambacho kimesimama kama kizuizi na kipingamizi mbele yako. Ninakiondoa kwa damu ya Yesu. Ninajisafisha na kujitakasa kwa damu ya Yesu. Unikubali na kwa jina la Yesu. Ninapokea na kukubali kuwa mwana wako, kuwa mtoto wako. Uje ndani yangu, fanya tendo makuu ndani yangu, ubadilishe ufahamu wangu, ili nikujue wewe, nijue na njia zako, nikuishi wewe.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kujiombea kwa maneno yako mwenyewe. Ninakupeleka mbele za Mungu Baba katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya umati huu wewe Bwana, ambao wamesema mwaka 2026 ni mwaka wao, ni mwaka wa pekee, ni mwaka ambao Bwana utajidhihirisha ndani yao, utahusika katika maisha yao, utahusika katika familia zao, utahusika katika biashara zao, utahusika katika kazi zao. Hawatakuwa mkia bali watakuwa vichwa, watafanikiwa sawasawa na wingi wa fadhili zako. Tunajitakasa na kujiweka mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Hiyo vita iliyoko mbele yao, hayo maneno walionenewa, hayo matamshi waliotamkiwa, matamshi ya adui hana mamlaka juu yao. Hivyo vitu vilivyotegwa imani havina mamlaka tena. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninawafungua, ninawafungua kwa damu ya Yesu. Wapokee uzima, wapokee uzima. Amani yako ipite, uweza wako utembee, neema yako ipite, rehema zako zipite, uweza wako Bwana uonekane katika jina la Yesu. Uwe mwaka wa maagano, uwe mwaka wa mapatano, uwe mwaka wa maombi na kuomba na kulia ili tukutafute wewe, kufunga na kuomba ili tutakaso wako Bwana katika jina la Yesu. Asante kwa kumefanya, asante kwa kumepokea, na hawa hawataimba tena kwa namna ya mwilini, lakini wataimba rohoni. Nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ndani yao katika Yesu. Ukutane na mahitaji yao sawa sawa na wingi wa fadhili zako katika jina la Yesu Kristo mkulia hai. Amen. Piga Yesu makofi mengi. Piga Yesu makofi mengi. Piga Yesu makofi mengi. Amen. 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 Tulia kidogo. Tulia kidogo. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watu wako. Na kama yako magonjwa ndani yao, kuanzia sasa natangaza uzima. Kuanzia sasa natangaza uzima. Kuanzia sasa natangaza uzima. Wewe ficha kwenye mwili wa mtoto wa Mungu, wewe uliyeingia mahali pasipo sawa, toka, huna mamlaka. Na achia damu ya Yesu uzima ndani yako. Magonjwa ya kansa, magonjwa ya kifua, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya aina zote, kila udhaifu, mgongo, maumivu ya tumbo, kila kitu kitoweke. Wale wanaosumbuka katika siku zao, katika jina la Yesu nimebatilisha huo mpango. Kuanzia sasa watakuwa vizuri na jina lako litatukuzwa. Mungu hukuwapa mateso, umewapa baraka. Pokea uzima, Mungu akutembelee. Wale walishindwa kufanikiwa katika jina la Yesu, Mungu awafanikishe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Yesu makofi. Unaweza kurudi, uwe na amani. Mungu amefanya. Anza maisha na Bwana. Amen.